Bwana William vipi? Bwana, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi nzima ya uhai. Tupo kwenye wiki ngumu kwa maana kwamba ni wiki ya CAF na kombe la shirikisho, kwa maana wawakilishi wanne kwenye taifa hili wanaenda kwenda kupeperusha bendera. Kwenye swala la kimataifa, bendera ya taifa inapepea kwenye mlingoti mmoja, kwa maana wawakilishi wa shirikisho Singida, Azam, ukija kwenye CAF ambao ni Champion League, Simba na Yanga. Kwa unavyotazama mchezo wa leo approaching ambao unaonekana mashabiki kuingia free, wategemea nini kwa mtani wako? Kuingia mashabiki free so tija sana. Issue kubwa kwa upande wa Young African ni kuonesha kiwango chao ndani ya dakika 90. Kwa sababu hiyo silver ya Malawi imeshawauliza maswali mengi sana Yanga leo ni siku ya kwenda kuyajibu yale maswali yote magumu ambayo walienda kuulizwa. Yanga ilikuwa ina tatizo kwenye namna ambavyo ikiwa na mpira pia na namna nzima ya ushambuliaji. Yanga ikiwa inashambulia inaonesha kwamba inaacha nafasi nyingi sana ambazo kama ikipata wapinzani ambao wako vizuri kama Silver Striker, Yanga anakuwa na wakati mgumu sana kwenda kupata magoli. Kama Silver Striker wale wataenda kucheza kama walivyocheza siku ile, Yanga watakuwa na maswali mengi sana ya kwenda kujibu hapa. Japokuwa of course na kwa namna ya wachezaji wa 12 Yanga tunaweza tukasema wameenda kuini, kwa maana kuingiza mashabiki bure, pengine kama kama hawa wa Malawi hawajawahi kuwa na mashabiki wengi kama hivi, kidogo wanaweza Yanga wakaa kidogo wametangulia kwa goli moja. Lakini issue kubwa kwa upande wa Yanga ni kiwanjani moja kwa moja. Tunaona leo ni mechi ya kwanza ya kocha huyu Mabegi. Isiye ikawa ameandaa pia Mabegi ya kuondoka. Kama ataenda kucheza kwa tactical ability, kwenda kuziwini mbinu za mpinzani kwa haraka zaidi, mimi naona Yanga kusogea. Kwa level na quality ya Yanga hawawezi wakazuia na Silver Striker. Lakini mpira unadunda na pia lazima tuheshimu mpira, kwa sababu hii timu ambayo tuko na Ibeza imeenda kupata goli kule na ndio timu ambayo imecheza mpira mzuri sana. Pia hata kuna baadhi ya wachezaji ambao wako pale ambao walikuwa nyota mchezo, nikimwongelea kama Uchizi Vunga, ametuonesha namna gani kiungo mshambuliaji anatakiwa acheze. Kwa unavyoona goli lao 1-0 inaweza kama ijiwekea akiba nzuri sana kufuzu makundi mbele ya Young Africans ambao wako nyumbani. Inaweza kama mzigo kwa Yanga kama wataenda kucheza kama walivyocheza Malawi. Yanga watakuwa na maswali mengi sana ya kwenda kuyajibu siku ya leo, kwa sababu Yanga inaonesha kama Yanga wakienda kama Silver wakienda kupaki basi Yanga wataenda kushinda kwa haraka zaidi. Ila kama wataenda kucheza kwa mchezo wa kushambulia, Yanga atakuwa na wakati mgumu sana wa kwenda kuitafuta goli. Tuliona Yanga alicheza na timu za Uarabuni, lakini japokuwa timu za Uarabuni zinasifika sana namna upakiji wa basi, Yanga alishindwa hapa kupata goli moja. Alikuwa anahitaji goli hili moja tuliweza kwenda kumvusha, lakini tuliona inakuwa ni vigumu zaidi. Pengine mimi naamini kwenye timu ambayo inashinda goli moja inakuwa ni ngumu zaidi kuifunga kuliko hata timu ambayo ina mtaji mkubwa sana wa magoli. Kwa mimi kwa upande wangu natakiwa wakapambane sana kwa jasho na damu. Hawa mashabiki wamekuja kuwalipa kile kitu ambacho wao wamekifanya kwa mashabiki, kuja kuwapigia makofi na kuongezea nguvu. Kilichobakia sasa, mashabiki wanaenda kuwadai wachezaji waende wakaoneshe ile performance ya dakika 90. Kinachohitajika leo ni point tu ili kusudi Yanga aende kufuzu katika hatua inayofuata. Kocha anasema leo wanaenda tu kushambulia, yani lao ni moja tu kushambulia. Nadhani inaweza kuwa ni mbinu sahihi kwenye mchezo wa leo. Unapomfukuza mwizi hakikisha pia mlango umefunga, kwa sababu wale pengine wanaomfukuza mwizi pia wengine ni wezi. Unaweza ukawa unakimbilia kwenda kumfukuza mwizi, unaangalia namna gani ya ulinzi huko. Sasa hivi unaangalia safu nzima pia ya Yanga ilikuwa ni safu bora sana, lakini sasa hivi safu ya Yanga inaruhusu magoli. Na kama iruhusu magoli, basi kuna mistake nyingi sana ambazo zinaenda kutokea kwenye safu nzima ya ulinzi wa Yanga. Kwa hiyo natakiwa waende wakaboreshe sana. Kama wataenda kwa mfumo wa kushambulia tu, pia na wale Silver Striker wanajua ni namna gani waweze kulinda kile kigoli chao. Njia sahihi ya kwenda kulinda goli ambalo wao wamelitangulia ni kwenda kushambulia. Kama ukiruhusu kushambuliwa wewe, basi unakuwa unaruhusu makosa mengi kwenye eneo lako, unaweza ukaenda kuadhibiwa kutokana na yale makosa. Kwa hiyo nao Silver nadhani wamejipanga kwenda kupambana na Yanga, lakini ina wakati mgumu sana. Mechi ya leo naweza nikasema kwa upande wa Yanga ni kama finali. Yanga wao moja kwa moja mechi hii ndio wanahitaji zaidi. Ndio maana unaona wamewapa ofa mashabiki wao waje wawashuhudie na waje waongezee nguvu. Kwa hiyo kitu ambacho kimebakia mimi kwa upande wangu ni kwenda tu kuini mbinu za wapinzani ambazo watakazo kuja nazo leo. Kama wataenda kwa haraka kuini mbinu za mpinzani, wakaweka mbinu zao, wanaenda kuini Yanga, kwa sababu kwa quality ya Yanga na Silver Striker ni mbingu na ardhi. Hakuna timu ya Malawi ambayo inaweza kuzisumbua timu za ukanda huu ambao tuko nao wa Tanzania. Kama leo Yanga ataenda kufungwa, basi nadhani kuna vitu vingi sana ambavyo anatakiwa ajiulize. Kwa hiki ambacho kinachoonekana mashabiki kuingia free, lakini pia tunaona Yanga ikiwa chini ya kocha Patrick Mabedi, kwa sasa ameondoka Romain Folz ambaye alikuwa anampigia kelele. Inaweza kama morali pia kwa wachezaji kujitoa zaidi kwenye mchezo wa leo. Tunaona watu wengi sana tumekuwa ni kivuli sana cha kukimbilia kwa kocha, kwa sababu yeye ndio mkufuzi. Lakini kuna vitu ambavyo lazima tujiulize moja kwa moja, kwamba kuna wakati ambao Yanga ilikuwa inashinda, tulikuwa tunasema kabisa Yanga inashinda kwa baadhi ya quality za wachezaji. Sasa shida kubwa sisi wa Tanzania tumeenda kujificha kwenye kivuli kile cha kocha kwamba acheze vizuri. Angalia pia performance za wachezaji. Unaona kabisa ni wachezaji ambao wameshuka kabisa
chini kabisa viwango vyao. Ukimwongelea kama Maxi Pacome naye ana mechi zake. Kwa hiyo waache kujificha kwenye kivuli cha kocha. Pia wachezaji nao wametumika sana, wachezaji wamechoka. Lazima tuwe hivyo kwa sababu mabegi yameingia, of course ni kocha mpya, wachezaji ni wale wale. Sasa pengine ngoja tuone performance ya dakika 90. Tusiwe tukaongea maneno sana tukaja tukamaliza, mwisho wa siku tunaweza tukaja tukakataa maneno. Ngoja tumwangalie mabegi na kikosi cha Yanga sababu wachezaji ni wale wale, alioondoka ni kocha. Sawa. Kwa sasa unavyoona Yanga chini ya Mabedi siku ya leo, Malawi mwenzao, unaipa asilimia ngapi Yanga kwa ushindi? Mimi nawapa 50% kwa sababu ukiangalia namna ambavyo wamecheza kule wa striker, ni timu ambao pia na wao wanakaba vizuri na pia wanaenda kushambulia. Hawajaweza kuwaogopa Yanga. Unajua issue ya kwanza, wameenda kumheshimu mpinzani wanaocheza naye. Wanajua uhatari wa Yanga, wanajua baadhi ya wachezaji wa Yanga kwamba wanaweza wakakuzuru muda wote. Tumeona kule walikuwa wanakaba kwa nidhamu sana. Kama pia leo wataenda kukaba kwa nidhamu, mimi natoa 50% yeyote anaweza kawini. Silver wanaweza wakaendeleza pale pale walikoishia, pia Yanga anaweza akaendeleza, lakini kwa Yanga ndio inakuwa ni wakati mgumu sana kwa sababu yeye anahitaji zaidi matokeo. Kwa hiyo pia unapoenda kushambulia lazima pia uandae na mbinu nyingi za kulinda. Sisi kama taifa tunaombea kwa sababu Yanga akifanya vizuri ndio tunaongeza alama kwenye association, tunaongeza wawakilishi, tunakuwa kama taifa la Morocco na wenzetu Misri kwamba ndio maisha yao kwenye Champions League na kombe la shirikisho. Mpo tayari kuipongeza Yanga leo ikifuzu kama alichofanya jana Singida kwa Azam? Kila mtu apite njia zake. Kila mtu apite njia zake. Kama watashinda pia tutawapongeza kwa kile kitu ambacho wamekifanya. Wakifungwa pia tutachekea kwenye barakoa kwa sababu ni vibaya zaidi kumuona mpinzani wako analia ukamchekea usoni. Tutacheka tu kwenye barakoa, tutachekea moyoni. Sasa kocha ana kikosi chake ambacho leo anaanza nacho. Lakini kwa upande wako ulivyotazama Silver Strikers, pengine ungekuwa kocha wa Yanga leo ungeenda na kikosi kipi? Mimi nadhani kikosi ni kile ambacho walicheza nacho kule. Issue ni wachezaji tu waongeze viwango. Yaani wachezaji wa Yanga tumejificha kwenye kimvuli cha Romain Folz, lakini kuna baadhi ya wachezaji wamedrop sana viwango vyao. Tunaongelea kama akina Maxi. Sijui Romain Folz naye mifumo yake. Mimi nilimuona Max kule anacheza namba 2 unajua. Goli limetokea kwa Max. Max ndio alienda kumkaba yule jamaa ambaye alienda ka-assist pale. Sasa sijui labda ni mifumo pia, lakini mimi nadhani moja kwa moja wachezaji tu wamechoka. Wakienda kuongeza, wakiamini mechi hii kama ndio finali, wakaenda kucheza kwa jasho na damu. Kikosi kile cha Yanga. Yanga ina wachezaji wengi ambao kidogo wana quality na wanaweza wakaamua matokeo wakati wote. Kama wataenda taboresha tu kiwango chao, wataenda kucheza, wataenda kuwin. Lakini wakijaza mashabiki kama kwa dakika 90, watashindwa kufanya kile kitu. Hao mashabiki baadaye wanakuaga maadui. Wanaanza kuwazomea. Wenyewe wanaotengenezea pressure kubwa. Kwa hiyo moja kwa moja waende wakacheza wakiamini ni finali na ni mechi muhimu sana. Sisi tupo nyuma yao, tunaenda tukawaombea. Wakifungwa pia tunachekea kwenye barakoa. Sisi tupo kwa dhana mbili. Umekuja hapo kuingia bure naye. Ameleta huyu. Usizivunga. Bwana ndio amekuleta. Nimekuja kumwangalia kiungo wa boli bwana. Mimi nimekuja kuangalia, mimi ni mtu ambaye napenda vitu ambavyo vipo. Kwa hiyo nimekuja kumwangalia. Lakini si kupitia tiketi ya Yanga? Kupitia tiketi ya Yanga bure. Kupitia tiketi ya hata ingekuwa kiingilio. Kwanza mimi nadhani sio Yanga labda wanaingiza bure kutokana na thamani yao. Sio walisema wao ni vilabu bora. Na wana thamani ya bilioni 100. Kwa hiyo wanaonyesha kwamba wao kweli wana thamani. Sasa tulikuwa tunamuomba na GSM kumuona Uchizivunga iwe bure. Kuja kuona Yanga inacheza na Coast Union iwe hela. Afanye hata kwenye ligi bure. Watu tunaingia tu bure. Aoneshe kwamba kweli ni bosi wa mpira. Sababu kumuona Uchizivunga ambaye ni fundi wa mpira iwe na hela. Kuwaona Coast Union akicheza na Coast na hela. Afanye tu hata Coast Union wachezaji wa Tanzania tunakuja kuwaona. Maana tunakutana nao sana, lakini Uchizivunga huwezi kuona naye tena sehemu nyingine. Kwa hiyo hata mechi za Kitanzania kama bosi aoneshe kama ni bosi wa mpira. Afanye tu free, watu wawe wanaingia bure. Sawa, mimi nikushukuru sana William. Asante sana. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.